Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tafakari ya leo ina kichwa kinachosema vita ya ufahamu. Ni somo muhimu sana ambalo litakuchukua hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Karibu sana na Mungu akubariki unapoanza kujifunza hapa Nuru ya Maisha. Tuanze tafakari yetu ya vita ya ufahamu na utangulizi. Mafanikio ya mtu hayaanzi nje, bali ndani ya akili yake na ndani ya moyo wake. Lazima utambue kwamba wewe si dhaifu, wewe si maskini, wala wewe si fungu la kukosa. Ukweli ni kwamba unaweza ukakwama, unaweza usifikie malengo yale uliyokusudia kwa sababu ya kutokuwa na maarifa unayopaswa kuwa nayo. Wale waliofanikiwa katika haki au wale waliofanikiwa katika utaratibu wa Mungu, si kwa sababu wao ni tofauti na wewe, bali ni kwa sababu wao wana maarifa au wanazijua kanuni na mbinu za kufanikiwa ambazo wewe uzijui na bado hujazitumia. Kile kitabu cha Hosea 4:6 Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Vita ya ufahamu iko hapa. Kwa hiyo tutaenda kuangalia mambo machache ambayo yatakusaidia kubadilika. Kwa hiyo eneo la kwanza ambapo pana vita kubwa ya ufahamu ni hapa. Kujitambua wewe ni nani. Huu ni msingi wa mafanikio. Kama mtu ajitambui, ataishi kwa kutegemea mitazamo ya wengine. Maandiko yanasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hii ni Mithali 23:7. Kwa hiyo siku zote mtu ambaye ajitambui yeye ni nani, atashika hiki, ataacha. Yule atamshauri hiki na kile, atafanya. Kwa ufupi, mtu asiyejua alikotoka, alipo na anapotakiwa kuwepo. Kwa hiyo siku zote vita kubwa iko kwa wewe usijitambue kuwa wewe ni nani. Kwa sababu kujitambua wewe ni nani ndio msingi wa mafanikio ya mtu. Kwa hiyo hapo ulipo, kama ujitambui wewe ni nani, tafuta maarifa haraka. Ujitambue wewe ni nani. Utaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Jambo la pili kwenye vita ya ufahamu, kushindwa kama sehemu ya kujifunza. Sasa adui yako atakachofanya ni wewe usitambue kwamba kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kushindwa hakumaanishi mwisho. Watu wengi waliofanikiwa walipitia makosa na changamoto nyingi, lakini walizitumia hizo changamoto na hayo makosa kama darasa. Ufahamu wa namna hii unakusaidia kukulinda usikate tamaa, kukulinda usijilaumu, kukulinda usijihukumu.
Hivyo vitu vya kujihukumu, kujilaumu, kata tamaa ndio vimezuia watu wengi wasifike mahali walipotakiwa kufika. Vita ya ufahamu. Kwa hiyo ukiona umeshindwa, haujafikia malengo, kumbuka hilo ni darasa. Na siku zote mtu ambaye anajua kwamba hili ni darasa, anakaa darasani, anajifunza, anapata maarifa mapya, anasonga mbele. Hautamkuta anailia, hautamkuta anainama, kwa sababu anajua yuko darasani. Kuna kitu kipya kinataka kiingie, aweze kufika mahali anapotakiwa kufika. Kwa hiyo ni vita ya pili, au eneo la vita ya pili, kushindwa kama sehemu ya kujifunza. Ya tatu ya vita iko hapa: bidii na maarifa inalipa. Kila jambo lina matokeo yake. Biblia inasema mtu mwenye bidii katika kazi yake atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wa kawaida. Hii tunaipata katika kitabu cha Mithali 22:29. Kwa lugha nyepesi kabisa ambayo Mungu anatufundisha ni kwamba bidii peke yake bila maarifa inaweza kukuchelewesha au kutokupa matokeo kabisa, au kukupa matokeo nje ya wakati. Bidii ikichanganywa na maarifa inaleta matunda makubwa. Rumi 10:2 Biblia inasema hivi: kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa hiyo bidii pasipo maarifa ni bure. Lazima uwe na maarifa au uwe na ufahamu juu ya jambo fulani. Ukiweka bidii unafanikiwa. Sasa watu wengi wana bidii lakini hawana maarifa. Kufanikiwa ni kugumu sana, ni kugumu mno. Hii ni kanuni ya Mungu mwenyewe, na yoyote anaamua kuiweka kwenye matendo, kwenye maisha yake, inamlipa. Eneo la tatu la vita ni hili: hakuna mtu wa kukuzuia isipokuwa wewe mwenyewe umejizuia. Kufanikiwa kuko wazi kwa kila mtu. Ukiona hujafanikiwa, jua umejizuia wewe mwenyewe. Huo ni ufahamu ambao adui hataki wewe ufahamu. Wengi hujiona kama waathirika katika mazingira au waathirika wa mazingira, lakini ukweli ni kwamba nguvu kubwa ipo ndani ya mtu, sio nje ya mtu. Yaani uwezo wa kufanikiwa hauko nje, uko ndani ya mtu. Kwa hiyo huwezi kusema mjomba amenizuia, shangazi amenizuia, baba amenizuia, mama amenizuia, mume wangu amenizuia, mke wangu amenizuia. Ni wewe mwenyewe. Kizuizi chochote cha nje hakina nguvu zaidi ya msimamo wa ndani wa mtu. Huu ufahamu utakusaidia siku zote kwenda mbali kwenye maisha yako. Kizuizi chochote kitakachokuja hautakiita kizuizi. Utaona ni darasa limesimama la kupata mbinu mpya, maarifa mapya, na hiyo inakusaidia sana kuvuka. Unamruhusu Mungu kukupa maarifa, na sio kila vita lazima upigane.
Kuna nyingine ipo kwa ajili ya kukuchelewesha. Kwa hiyo yale maarifa uliokuwa nayo yatakwambia achana na hilo jambo, pita kushoto, songa mbele. Kuna matusi yanaweza kaa na rushwa kama kizuizi, lakini ule ufahamu ambao ndani yake una hekima unaweza kukuongoza usijibu hivyo vitu. Lengo lake ni kukuchelewesha, kwa hiyo unasonga mbele. Hilo ni jambo la 4. Tuangalie jambo la 5 ambalo nalo lina vita kubwa kwenye ufahamu, ni hili: kutofikia malengo ni sawasawa na ukosefu wa ufahamu. Kutofikia malengo ni sawa na ukosefu wa ufahamu. Kuna kitu kinakosekana. Mtu anayejitambua utafuta ufahamu kila siku, utafuta maarifa mapya kila siku. Kila anapokutana na ugumu katika maisha, maombi yake mbele za Mungu ni Mungu ampe kuona, au Mungu ampe ufahamu wa kutambua yampasayo kufanya. Kwa hiyo Mungu akishaona moyo wa namna hii, unahitaji kuona, Mungu anakupa kuona. Kile kitabu cha Yohana 8:32 Biblia inasema hivi: tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Kwa hiyo uhuru wetu uko katika ufahamu. Tunapoijua kweli tunakuwa huru. Kwa hiyo kiwango cha kweli ndio kiwango cha uhuru tuliokuwa nao katika Kristo Yesu. Nihitimishe kwa staili hii: unapopata ufahamu sahihi, unakuwa mshindi ndani yako na nje yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.